Habari za baraka ndugu na dada katika Kristo. Karibu katika kipindi kingine cha mfululizo wetu wa Genesis hadi Ufunuo. Leo tunasoma Hesabu sura ya 9 hadi 10 ambapo tunaona ishara za ajabu za mwongozo wa Mungu kwa watu wake. Wingu la mchana na moto wa usiku, ishara za uwepo wa Mungu unaosonga pamoja na Israeli. Katika aya hizi tunajifunza mengi kuhusu utii, mwongozo na jinsi Mungu anavyopenda kuishi karibu na watu wake. Hebu tusome pamoja Hesabu saa 9 na madakika 15-17. Maandiko yanasema, siku ile hema ilipojengwa, wingu likaifunika hema, yaani hema ya ushuhuda, na jioni kulikuwa na mwonekano wa moto juu ya hema hadi asubuhi. Hivyo ndivyo kulikuwa daima, wingu likaifunika mchana na mwonekano wa moto usiku. Wakati wingu lilipokwenda juu kutoka kwenye hema, baada ya hayo Waisraeli walisafiri, mahali ambapo wingu lilisimama, hapo Waisraeli walipiga kambi. Hii ilikuwa ishara ya mwongozo wa moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Si shauri la kibinadamu, bali amri ya kimungu. Kuna maelezo muhimu ambayo mara nyingi tunakosa katika kifungu hiki. Kwanza, Pasaka ya pili iliagizwa. Mungu aliwapa nafasi wale waliopungukiwa na fursa ya kwanza kutokana na najisi au safari. Hii inaonyesha huruma ya Mungu. Pili, baragumu zilizopigwa kwa namna tofauti zilina maana tofauti. Mlio mmoja ulimaanisha kusonga, milio miwili ilimaanisha kukusanyika kwa viongozi, na sauti za vita zilina ujumbe mwingine. Tatu, wingu lilichukua nafasi juu ya sanduku la agano moja kwa moja, sio juu ya hema tu. Hii ni ishara ya uwepo wa Mungu katikati ya watu wake. Mabadiliko makuu ya kiteolojia yanajitokeza hapa. Kwanza, tunashuhudia mabadiliko kutoka uhuru wa kikabila hadi utii wa pamoja. Kila kabila lazima lifuate ishara moja ya wingu. Hakuna anayeweza kufanya maamuzi binafsi ya kusonga. Pili, tunaona mabadiliko kutoka mipango ya kibinadamu hadi mwongozo wa kimungu. Mungu peke yake ndiye anayeamua wakati wa kusonga na wakati wa kukaa. Tatu, tunashuhudia mabadiliko kutoka ibada ya mahali fulani hadi uwepo unaosonga. Mungu hajakaa mahali pamoja tu, bali anasafiri na watu wake. Hii ni picha nzuri ya jinsi Mungu anavyotaka kuishi pamoja nasi katika safari yetu ya kiroho. Wanyamapori waliona haya yote kwa mshangao mkuu na huzuni pia. Ninaona kutoka juu, wingu hili ni ishara ya uwepo wa Mungu. Lakini je, wanaelewa baraka walio nayo? Mara nyingi wananung'unika wakati Mungu anawaongoza. Lakini Mungu anajua njia bora zaidi. Mimi nimeshuhudia Mungu akiwajali hata katika jangwa. Kwa nini wanaogopa kufuata? Huu ni mshangao mkuu. Watu wana zawadi ya kuongozwa na Muumba wake mwenyewe, lakini mara nyingi wanashindwa kuamini. Viumbe wengine wote tunatamani kuwa na uongozi kama huo. Ni baraka kubwa sana. Sasa tutumie elimu hii katika maisha yetu ya kila siku. Kwanza, tumtegemee Mungu kwa mwongozo wa kila siku, si akili zetu tu. Kama vile Israeli walivyofuata wingu, nasi pia tunapaswa kufuata mwongozo wa Mungu kupitia neno lake na Roho wake. Pili, tuwe tayari kusonga pale Mungu anapotuita hata kama hatuelewi kuelekea wapi. Mara nyingi Mungu anatuhitaji kufanya mabadiliko ambayo hayaonekani na busara kwa macho yetu. Tatu, tukumbuke kwamba Mungu yu pamoja nasi katika safari yetu ya kiroho. Yesu alisema, mimi niko pamoja nanyi siku zote hadi mwisho wa ulimwengu. Tuombeombeane kwa ajili ya moyo wa utii na macho ya kuona mwongozo wa Mungu. Mungu akubariki kwa kusoma neno lake leo. Tukutane tena katika kipindi kijacho cha Genesis hadi Ufunuo, ambapo tutaendelea kujifunza kuhusu baraka za Mungu na mipango yake kwa ajili yetu. Amen. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.